Bana, leo niko na story ya moto sana mtazamaji wa Bao Media Channel. Karibu sana sasa Official Rose Dini kupasha kwa undani kabisa tukio la Rachel Dangwa. Kumbe hajafariki, siri ya fichuka, kumbe alikataa kutumika na Chadema na Maria Sarungi bila malipo. Karibu sana tufahamu mwanaharakati na mwanamtandao Rachel Dangwa ambaye ameibua mjadala kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutoa kauli ambayo inadaiwa kuelezea kutoridhishwa kwake na namna ambavyo amekuwa akihusishwa na baadhi ya watu katika shughuli za kisiasa na kijamii. Ni katika chapisho lake alilolisambaza kwenye mitandao ya kijamii, Rachel Dangwa amenukuliwa akisema amechoka kutumika na watu wawili ambao ni Heche na Maria Sarungi. Kauli hiyo inaibua mjadala mkubwa sana miongoni mwa watumiaji wa mitandao ya kijamii, huku baadhi wakitaka kujua chanzo cha kauli hiyo na sababu zilizomsukuma kutoa tamko hilo. Na katika picha ya chapisho hilo, ujumbe unaonekana kuambatana na maelezo ya mtumiaji wa akaunti ambayo anatambulika kama Betlet TV TZ, akieleza kuwa mwanaharakati huyo amedai kuchoshwa na matumizi yake yanayohusishwa na Heche pamoja na Maria Sarungi. Hata hivyo, pia katika taarifa hiyo iliyosambazwa haijaelezwa kwa kina ni tukio gani hasa ambalo lilimfanya pengine Rachel kufikia hatua ya kutoa kauli hiyo, wala hajafafanua kwa undani anachomaanisha anaposema kutumika. Sasa kauli hiyo imeendelea kuzua maswali mbalimbali kutoka kwa wananchi na wafuasi wa mijadala ya kisiasa kwenye mitandao ya kijamii. Baadhi wanataka Rachel kutoa ufafanuzi zaidi kuhusu madai yake, huku wengine wakisubiri maelezo kutoka kwa wahusika ambao walitajwa. Kwa sasa taarifa hiyo inapaswa kuchukuliwa kama madai ambayo yalitolewa tu kupitia chapisho la mitandao ya kijamii hadi pale ambako Rachel mwenyewe au wahusika waliotajwa watakapotoa ufafanuzi rasmi kuhusu jambo hilo. Lakini mjadala huu basi unaonyesha namna kauli za watu maarufu kwenye mitandao ya kijamii ambavyo zinaweza kuibua mjadala mikubwa ndani ya muda mfupi, hasa ambapo zinahusishwa na masuala ya kisiasa na mahusiano kati ya wanaharakati. Lakini baada ya kauli hiyo ya mwanaharakati Rachel Dangwa wiki kadhaa zilizopita, ndo kukaibuka basi uvumi wa kifo chake kufuatia machapisho hayo mitandaoni. Wengi wamedai kuwa kuna uwezekano mkubwa Rachel Dangwa kajitoa kwenye harakati za kudai haki. Huenda alikuwa akitumika bila malipo, kaona ahirishe tu na endelee na maisha yake bila bugudhi yoyote, kwa sababu anachokifanya hakikuwa na maslahi yoyote katika maisha yake. So ameamua ku log out kwenye hizo harakati na kupotea mazima mtandaoni, afanye maisha yake huko nchini Japani. Lakini kusema kuwa kafariki, huenda hizo zikawa ni taarifa za uongo. Hii inatamatika kama ifuatavyo mtazamaji wetu, mpaka wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.